Home Clinic. Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia siku ya Jumatano muda na wakati kama huu, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kuweza kufahamu mambo mbalimbali yanayohusu afya yako. Na siku ya leo mada ambayo iko mezani ni madhara yatokanayo na matumizi ya chumvi mbichi, chumvi ambayo haijapikwa pamoja na chakula. Ongozana nami Stella Po, mtangazaji wako mwanzo mpaka pale nitakapokuambia kwa heri. Awali ya yote, tujikumbushe katika Clinical Pulse ya wiki iliyopita, swali lilikuwa likihoji, unawezaje kujenga tabia bora za kiafya kuanzia utotoni hadi ukubwani? Na majibu yake ni kama ifuatavyo. Kwanza, utotoni ni jukumu la mama, baba ama mlezi kuhakikisha wewe una afya bora. Na ukiwa mkubwa ni jukumu lako kuhakikisha unafuata na kuzingatia maelekezo, ushauri wa wataalamu wa kiafya, kwa mfano kufanya mazoezi, kuhakikisha unaepukana na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha wewe kupatwa na maradhi ya kuambukizwa ama yale yasiyo ya kuambukizwa. Na kwa kufanya hivyo utakuwa tayari umejijengea tabia ya kuwa na afya bora. Baada ya kupata majibu ya Clinical Pulse ya wiki iliyopita, sasa ni wasaa wa kutazama Afya Online ya wiki hii. Matumizi ya chumvi ni sehemu ya kawaida katika lishe ya mwanadamu, kwa sababu chumvi husaidia kukipa chakula ladha na mwili huitumia kwa kazi mbalimbali kama kudhibiti kiwango cha maji na kusaidia utendaji wa kazi wa neva na misuli. Hata hivyo, matumizi ya chumvi nyingi mara nyingi hutengeneza madhara makubwa kwa mwili wa binadamu. Leo katika makala tutaangazia ni nini madhara ya matumizi ya chumvi nyingi na ni kivipi tunaweza kupata kipimo sahihi kwa ajili ya afya zetu na miili yetu. Chumvi ni madini muhimu yanayotumika kwenye chakula na mwili. Mwili wa binadamu unahitaji chumvi kwa kiasi kidogo ili kusaidia udhibiti wa kiwango cha maji mwilini, kusaidia kazi ya misuli na neva, na pia kuweka uwiano sahihi wa madini katika damu. Matumizi ya chumvi kupita kiasi yanaweza kuwa na madhara makubwa kiafya. Watu wengi hutumia chumvi zaidi ya kiwango kilichopendekezwa bila kujua, hasa kupitia vyakula vilivyosindikwa na vile vyakula vya haraka. Moja ya madhara makubwa ya matumizi ya chumvi kupita kiasi huongeza shinikizo la damu. Chumvi nyingi husababisha mwili kuhifadhi maji mengi, jambo ambalo linaongeza mzigo mkubwa kwenye mishipa ya damu na moyo. Shinikizo la damu likiwa juu kwa muda mrefu linaweza kuongeza hatari ya kupata magonjwa ya moyo pamoja na kiharusi. Aidha, chumvi nyingi inaweza kuathiri figo kwa sababu figo hulazimika kufanya kazi ya ziada na kuondoa chumvi iliyozidi mwilini, hali ambayo inaweza kusababisha matatizo ya figo kwa baadaye. Vile matumizi makubwa ya chumvi yanaweza kuchangia kuvimba kwa mwili, kuongezeka kwa uzito kutokana na maji mwilini, na hata kuathiri afya ya mifupa, kupungua kwa kiwango cha madini muhimu kama calcium. Ili kuepuka madhara haya, wataalamu wa afya wanashauri kupunguza matumizi ya chumvi kwa kuepuka kuongeza chumvi mezani bila sababu, kusoma lebo za vyakula vilivyosindikwa, kutumia viungo vya asili kama tangawizi, vitunguu pamoja na limau ili kuongeza ladha katika chakula, na kuongeza ulaji wa potassium na kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara. Kwa ujumla, chumvi si adui wa afya ikiwa itatumika kwa kiwango kinachofaa. Udhibiti wa matumizi ya sodium, kuchangia lishe bora na kuwa na mtindo wa maisha unaojumuisha mazoezi husaidia kulinda moyo, figo, mishipa ya damu dhidi ya maradhi ya chumvi kupita kiasi. Chumvi ni muhimu kwa mwili, lakini inapaswa kutumika kwa kiasi kinachofaa ili kulinda afya na kuzuia magonjwa yanayoweza kuepukika. Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako na Faith Ulumi. Na hiyo ndiyo Afya Online ya wiki hii ambayo inatupa nafasi moja kwa moja kwenda kutazama maoni ya wananchi ambayo wameyatoa kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Kwa jina naitwa Haruni Hayweni. Leo wangu kuhusiana na matumizi ya chumvi mbichi kwenye vyakula.
wanasayansi au wataalamu wa afya wanasema kwamba chumvi mbichi inapelekea ugonjwa unaoitwa safura. Huu ni ugonjwa ambao unatafuna sana mmeng'enyo wa chakula, lakini pia ni ugonjwa ambao unapelekea figo kushindwa kuchuja damu, kwa sababu madhara ya chumvi yanapelekea uwezo wa kuchuja damu kuwa mdogo sana. Kwa hiyo chumvi inashauriwa itumike iwe imepikwa, sio ya kuunga tu juu, inaathiri sana mfumo wa chakula. In case ikiwekwa kwenye kachumbari inakuwa sawa, lakini ikiwekwa kwenye chakula ambacho ni cha moto, ambacho chenyewe kimepikwa ni cha moto, inakuwa ina madhara. Mimi ni Dorcas Max. Chumvi mbichi ni ile chumvi ambayo inakuwa fresh from, yani kutoka kiwandani, na inatumika kabla yani imetumiwa au matumizi yake yanaweza yakafanyika kabla ya kuwekwa jikoni. Lakini tunapotumia chumvi tukaiweka kwenye mboga, maybe kwenye chakula, tayari ile inakuwa sio chumvi mbichi. Matumizi ya chumvi mbichi ni hatari na si mazuri, kwa sababu chumvi mbichi si salama sana ukilinganisha na chumvi ambayo tayari inakuwa ishawekwa jikoni kwa ajili ya chakula ama kitu kingine. Kwa jina anaitwa Gerald Isaac Majaliwa. Unapozungumzia matumizi ya chumvi mbichi ni pale ambapo mpishi ameweza kupika chakula, amemaliza na ameopoa, umefika muda wa kuanza kukila kile chakula, ndipo anachukua ile chumvi na kuiweka kwenye chakula. Ndio maana halisi ya matumizi ya chumvi mbichi. Kiafya, wataalamu wanashauri matumizi ya chumvi, usitumie chumvi mbichi, wakiwa na maana kwamba pale unapochukua chumvi, unapoandaa chakula kama labda ni mboga, chukua chumvi, weka chumvi hiyo iive pamoja na mboga, ndipo uweze kutumia. Lakini pindi ambapo utatumia chumvi baada ya kumaliza mapishi na ukaweka chumvi, yale ndo matumizi ya chumvi mbichi. Kwa hiyo wataalamu wanashauri zaidi kutumia chumvi ambayo imeiva, uchukue uweke kwenye mboga au kwenye chakula, upashe kwenye moto, kiive vizuri, chakula kiive pamoja na chumvi, ndipo utakuwa unatumia chumvi kwa usahihi. Mara baada ya kutazama maoni hayo ya wananchi ambao wameelezea uelewa wao juu ya matumizi ya chumvi, na sasa tuelekee katika chumba cha daktari. Na katika chumba cha daktari, pengine ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza pale mtu anapotumia chumvi mbichi? Tunayo madhara makubwa sana ambayo yanaweza yakapatikana hasa kwenye chumvi. Madhara makubwa sana tunaweza tukapata, cha kwanza kabisa ni mtu anapotumia chumvi mbichi ambayo bado haijapikwa kwa muda mwafaka. Moja, inaweza ikasababisha shinikizo la damu, yani pressure, blood pressure. Sasa anaweza akaipata vipi? Maana chumvi unapoila ikiwa mbichi, kwa hiyo asilimia kubwa ile kwanza ukisha ilamba, kuna namna ambavyo unaisikia kabisa zile neva zote zile sensitive zina be stimulated. Kwa hiyo zinapo be stimulated tayari viashiria vya vikinga mwili katika mwili wa mwanadamu vinaashiria kwamba kuna kitu kimeingia ambacho ni asidi. Kwa hiyo vinajitahidi kukishambulia kwa kasi sana. Kwa hiyo ambapo mwanadamu yoyote yule anapotumia ile chumvi, anapohisi amesisimka, tayari ameamsha vikinga mwili kwa ajili ya kuweza kushambulia zaidi na kufanya mwili kuchemka kwa kasi na kuleta joto kubwa sana. Kwa hiyo ile imeingia kama asidi kwenye ini moja kwa moja au kwenye figo kwa ajili ya kuweza kushambulia, ikijua labda ni kitu chochote ambacho kimeingia chenye kuhatarisha mwili, lakini kumbe ni vile kilichoingia sio kitu kizuri, ni kweli ni asidi, kwa inaenda moja kwa moja hadi kwenye vipati muhimu vya mwili ambavyo ni kama ini na figo. Kwa hiyo hivyo huweza kusababisha moja kwa moja blood pressure. Chumvi inaweza kuletea pia ugonjwa ambao ni kama vile kiharusi, pamoja na mtu kuwa anakuwa kama vile madini chuma yote manake anakuwa ameyapoteza kwenye viungo vyake. Kwa hiyo anaweza akawa ni mdhaifu bila kujua yeye mwenyewe. Kutokana na madhara ambayo umeweza kuyabainisha, kitaalamu matumizi ya chumvi yanashauriwa vipi? Taratibu akiendekeza kula sana chumvi kwa muda mrefu, inaweza kumpelekea zaidi na immunity zake kuweza kushuka. Kwa hiyo unapopima kipimo kinaitwa full blood picture, ndio unaweza ukapata zaidi majibu juu ya mtu anayekula chumvi sana. Lakini pia
Mtu mwenye sukari pia anashauriwa kutokutumia chumvi nyingi, kwa sababu katika mwili wake huwa kuna chumvi special ambayo inajitegemea yenyewe na sukari yenyewe inayojitegemea katika mwili wake huyo mwanadamu. Asante daktari kwa maelezo ama ufafanuzi ambao umeutoa kuhusiana na madhara yatokanayo na matumizi ya chumvi mbichi, pia na kitaalamu inashauriwa kutumika vipi. Na sasa mtazamaji, twende tukatazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Message. Namna hiyo mtazamaji wa SAUT TV, katika kipindi hiki cha Home Clinic, nikwambia tu ya kwamba clinical message hiyo inaendelea kukupa uelewa juu ya masuala ya kiafya, na clinical message hiyo inanipa nafasi tena ya kuweza kurudi katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri. Daktari, nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na matumizi ya chumvi mbichi? Mtu yoyote yule anapokuwa anahitaji kuunga au kula chakula chenye chumvi, kiandaliwe mapema, wakati mboga imekaribia kuiva ndio iungwe, halafu ipikwe kwa muda hata wa saa moja na zaidi. Kwa wale wenzetu ambao ni wamama hasa wanaokaa majikoni kule, wasisahau kujitahidi kuunga mapema kabla ya na kuisikia chumvi ladha yake kabla hawajapakua, hivyo kuwapelekea wale walaji na kuweza kuongeza chumvi. Na punde tu unavyoona mwanao anaongeza chumvi, mkataze mara moja ili kuepukana na madhara ya baadaye. Wakati anatumia mida hiyo hawezi akapata madhara, ila madhara anayapata mbeleni. Huo ndio ushauri wetu sisi kama madaktari au wataalamu wa idara ya afya. Mtazamaji, ni kukumbushe tu ya kwamba mada yetu inaangazia madhara yatokanayo na matumizi ya chumvi mbichi. Unaweza kuwatazama wananchi wametoa maoni yao. Daktari pia ameeleza kitaalamu madhara pamoja na nini kifanyike kuhusiana na matumizi ya chumvi mbichi. Mtazamaji, na sasa twende tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Kupitia clinical puzzle hiyo, mtazamaji wa SAUT TV, unaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wetu wa comment, lakini pia usisahau kulike pamoja na kushare. Kipindi hiki cha Home Clinic kwa siku ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Stella Po. Nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nami mwanzo mpaka wasaa huu ambapo ninaelekea kutia nanga. Mada ilikuwa inaangazia madhara yatokanayo na matumizi ya chumvi mbichi. Umewatazama wananchi, pia umeweza kutazama ushauri kutoka kwa daktari, lakini kabla ya ushauri ameelezea madhara yanayoweza kujitokeza. Hivyo nikushukuru sana, endelea kufuatilia kipindi hiki cha Home Clinic. Pia usiache endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Nikutakia wakati mwema. Asante.